Ndoto ni lugha ya ulimwengu wa roho ambayo kazi yake ni kuleta taarifa kwenye ulimwengu wa kawaida. Ni lugha inayoongeleshwa, kazi yake ni kuleta taarifa kwa mtu au kwenye ulimwengu wa kawaida. Sasa naposema ni lugha kwenye ulimwengu wa roho, ina maana ndoto hutumika pande mbili. Hutumika kwenye ulimwengu wa giza, lakini hutumika kwenye ulimwengu wa nuru. Hutumika kwenye ulimwengu wa giza, lakini pia hutumika kwenye ulimwengu wa nuru. Kuleta taarifa au habari au maana fulani. Kwa hiyo ndoto ni swala la kiroho na sio swala la kimwili. Kwa maana Mungu ni roho, shetani ni roho. Wote wawili wana uwezo wa kutumia ndoto. Watu wanajuaga Mungu tu ndo anatumia ndoto. Shetani, miungu inatumia pia ndoto. Ndio maana watu ambao wamefungamanishwa kisawasawa na giza au na ulimwengu wa giza, wale wanaoabudu miungu, babu zako, wale ambao ni waganga wa kienyeji, wanalala nao na wanaota. Na akiamka asubuhi anakuambia hivi, nikwambie mjukuu wangu, ile pale dawa, ile pale, nenda shambani pale kachume ile pale, niliona nilipokuwa nimelala, niliona kachume, koroga, chemsha, kunywa, itakusaidia. Kwa hiyo hii taarifa ya ndoto yoyote anaweza akatumia, ambaye anafanya kazi kwenye ulimwengu wa roho. Maana ni swala la rohoni na sio la mwili. Asa ndoto zimeleta mushkeli sana hasa kwa Wakristo. Zimeleta mushkeli sana hasa kwa Wakristo. Kwa sababu wengi hawana uwezo wa kutafsiri au kupambanua ndoto. Kwa sababu ndoto inamhitaji mtu wa rohoni kwa ajili ya kupambanua ndoto. Lakini si kupambanua ndoto, inamhitaji mtu wa rohoni mwenye jicho anayeweza kujua ndoto hii imetoka kwa Mungu au ndoto hii imetoka kuzimu. Ndoto zinamhitaji mtu mwenye roho ya Yusufu ambaye ana akili na ufahamu na hekima ya kupambanua ndoto. Sasa zimeleta mushkeli sana kwa sababu wengi ni watafsiri wa ndoto, lakini hawana spirit ya Yusufu ya kupambanua ndoto. Kwa hiyo kanisa limekuwa kama linagonganishwa vichwa, watu wamekuwa kama hawaelewani, familia nyingine zimesambaratika, ndoa zimesambaratika, uchumi za watu zimesambaratika, makanisa yamesambaratika. Atakuja tu mtu asema nimeota ndoto, nimemwona mchungaji ni mzini. Nimeota ndoto, nimemwona mama mchungaji amezini na Yakobo. Nimeota ndoto, nimemwona mtoto wa mchungaji ametoka gesti. Nimeota ndoto, nimeona huyu kazaa. Nimeota ndoto, nimeona huyu ana mapembe kichwani. Nimeota ndoto. Sasa ndoto unakuta ndo zinaendesha kanisa, lakini hakuna mwenye roho ya Yusufu anayeweza kupambanua ndoto. Kwa hiyo unakuta leo ndoa zimeachanishwa, kanisa limevunjika, makanisa mengi yamevunjika. Nimeota ndoto, kwaya yote ni kinyesi kimejaa pale, lakini nimeota ndoto huyu yuko uchi. Nimeota ndoto huyu yuko uchi. Sasa watu wanashindwa kujua ni taarifa, lakini taarifa hii inaweza ikatoka upande wa pili wa kuzimu wa miungu. Kwa hiyo mnaweza mkagongana vichwa, lakini unakuta hii taarifa imetoka kwa miungu. Yaani kilichopo sicho. Ndio maana ndoto inamuhitaji muonaji. Ndoto zinamhitaji muonaji. Nimeota ndoto, nina crown kubwa kichwani. Yaani crown mama inang'ang'aa. Mimi ni mtumishi wa Mungu aliye hai. Nipe maiki nianze kuhubiri Baba katika jina la Yesu. Kumbe crown ile inawakilisha upande wa pili. Crown ya Mungu ni crown, yeye ni malkia wa kuzimu.
lakini yeye ni mfalme wa kuzimu. Baada ya muda anashika maiki, anasema anaanza kuhubiri. Mtajua tu kwamba ndoto ile ilikuwa imesema, maana atakavyovihubiri na atakavyoviishi ni tofauti. Atakavyohubiri, atakavyofundisha na anavyoviishi ni tofauti. Jamani, huyu ni mtumishi wa Mungu kweli. Mtajua huyu kumbe hayuko upande huu, yuko upande wa nini? Lakini anakukazia kabisa macho. Niliota ndoto nilipokuwa mtoto mdogo na miaka 4. Nikaona malaika ameshuka. Malaika alivaa nini? Alivaa nguo moja nyeupe, alafu nyingine akavaa nguo ya huku pembeni kama ina purple, alafu nyingine kama ina brown. Alafu akasemaje? Akasema wewe ni mtoto wangu. Atakuwa ni Yesu nabii. Mimi ni nani? Ni mtumishi. Nimevaa crown nabii na cheni kubwa na mapete. Kumbe sio Mungu. Kumbe ni miungu ya kwao inamsemesha, wewe ni kiti chetu, wewe ni mtu wetu. Wakamvika na pete yao kubwa, akavikwa na crown yake kubwa, akavikwa na joho lake kubwa, akakaa hapo. Wewe ni wa huku, si wa huku. Kwa hiyo taarifa hii au ndoto hizi uja pande mbili. Nataka kwanza unielewe. Yaani wiki hii lazima uelewe nini maana ya ndoto. Hata kama muda hautoshi. Najua hili somo nilipana mno. Hatutamaliza. Hata kama tutamaliza lakini nitajitahidi. Nipana mno, hata nikifundisha mwaka mzima simalizi. Nikianza kukupa tafsiri ya ndoto simalizi. Sasa ndio hatumalizi kabisa. Lakini ndoto ni taarifa. Na hizi taarifa zinaweza zikawa mbaya au nzuri. Lakini ndoto ni swala la kiroho na wala sio la kimwili. Ni swala la rohoni na wala sio la mwilini. Na kwa sababu ni taarifa itokayo rohoni, inaweza ikatoka pande zote mbili, pande ya nuru na pande ya giza. Kwa hiyo ndoto zinaweza zikawa za upande wa nuru, lakini ndoto zinaweza zikawa za upande wa giza. Ndipo sasa unakutana leo watu wamegombana, lakini unakuta vita vimeanzia rohoni, vimeanzia kwenye ndoto. Anagombana, nimelala nikaota mke wangu ananivuta migusi. Nimelala nikaota mume wangu ananitoa nje ananing'ata. Nimelala mama nikaota sijui bibi yangu hivi na hivi na hivi na hivi. Nimelala ukiangalia unakuta wewe bibi sio mchawi, mume wake hana shida, hana chochote, lakini kwa sababu ndoto ni taarifa inayotoka kwa ulimwengu wa roho, na pande mbili zinaweza zikatumia rohoni kwa Mungu, roho ya nuru na roho ya chafu. Kwa hiyo roho chafu pia inaweza ikapitisha ndoto kama taarifa mbaya kwa ajili ya kukuletea hofu na kukuletea magombano. Kwa hiyo unakuta leo watu wengi wamepigana vita kwa sababu yeye si nabii, haoni, lakini adui au miungu imetumia njia ya ndoto kumkosanisha na destiny helper wake. Akainuka mtu anamsaidia, anamsomesha, unasikia nimemwona usiku akiwa anachukua nyota yangu, wewe ni nabii. Unakuta adui kwa ajili amemtafuta ili amwangushe, miungu ya kwao imemtafuta ili imwangushe ikamkosa, kwa hiyo inamtumia ndoto. Analala anamuona yule mtu kama anamfanyia vitu vibaya, na yule mtu ndo ameletwa kwake ili amsomeshe. Yule mtu ameletwa kwake atengeneze daraja la yeye kuvuka. Yule mtu ameletwa kwake amtoe mahali fulani. Kwa hiyo adui anamuonyesha, anamwambia huyu ndo mbaya wako. Lakini kwa njia nini? Kwa njia ya ndoto. So leo watu wamekosanishwa na watu wao wa baraka, lakini nini? Alilala akaota. Kuna watu wamekuja hapa wengi, mama nimemwona yule ni Freemason kabisa. Naambia nani? Mtajie jina. Leta na picha yake. Nikimwangalia naambia wewe ni Freemason. Mama, yani ni Freemason, hata alikuwa ananisaidia, nikasema anachukua nyota yangu. Nikamwambia wewe mwenyewe mwanangu huna nyota. Nyota yenyewe ya punda hii. Haina hata basket. Haina mkokoteni. Kwa hiyo umempukuza destiny. Ananiambia mama, na niliota, nikaota tena. Kumbe shetani ya miungu iliona huyu mtoto anasaidiwa, na kwa nini anasaidiwa? Ikapitia ndoto, ikamkosanisha. Nikamwambia, sasa ndio umeshakosana naye. Sasa mama anafanyaje? Mungu wako anisaidie. Kuna mmoja nilimsaidia Mungu wangu nikamwombea tu rehema, katamka rehema. Kama utakuwa mwaminifu kwa madhabahu, mama nitakuwa mwaminifu. Utatoa fungu la 10 kwa uaminifu, mama nitatoa. Mama nitatumikia Mungu. Haya. Nikamrudisha. Hakuamini, na leo yuko nje ya nchi. Yule. Lakini alikuwa ameshamvuruga. Hata kimpigia tena simu hapokei. Lakini issue ilianzia wapi? Kwenye ndoto. Ndio maana ndoto ilimhitaji au inamhitaji mtu mwenye roho ya Yusuf.
Kama wewe una roho ya Yusufu, huwezi kupambanua ndoto. Sasa leo wengi wameshajifanya ni wapambanuzi wa ndoto, lakini si wapambanuzi wa ndoto. Adui analeta uharibifu mkubwa kupitia ndoto. Anatakia, mama najua nimeota hivi. Nimemwota yule dada yule kama ana kobe kichwani. Nimemwota yule dada yule kama ana pembe 3. Naambia wewe unawe ya 4. Nimemwota ni yuko uchi. Yaani mama yuko uchi. Hujamwona yuko uchi. Naambia na wewe ni kuvua nguo ujione ulivyo uchi. Au unajua kwa sababu madhabahu inakuvumilia. Sasa kuna mateso mengi ambayo yameingia kwenye makanisa, migogoro mingi ambayo imeingia kwenye makanisa leo. Lakini kupitia lango la ndoto. Ndio maana nataka Jumapili uje na anointing water yako. Chukua hapo mlangoni. Njoo nao endelea kuiombea. Kama ni leo nenda nayo nyumbani, lakini Jumapili utaikuta hapo. Ukifika tu kanisani endelea kuiombea. Sema na hiyo anointing ipite kwenye hilo lango la ndoto. Yaani imiminike ijae hapo full. Utainywa chupa yako. Kila mtu anachukua, kila mtu anakunywa chupa yake mpaka amalize. Nataka hilo lango lijae full damu ya Yesu. Uanze kuona sasa maono ya mbinguni. Hasa kuna ndoa leo zimeachanishwa, watu wameachanishwa ndoto. Nikasema ndoto za kuzimu au za shetani huleta hofu, huleta hofu. Ile kitabu cha Ayubu sura ya 7 mstari wa 14, hatutasoma, huleta hofu. Huleta hofu, hazileti amani. Ndio maana kuna watu leo wameota, tangu wameota, yani ni wiki hii tu ndo nianza kupata shuhuda. Mama, unajua ulivyosema Jumapili Jumanne tulivyoomba, yani atilisi sasa naanza kulala. Maana kweli hii ndoto ilikuwa inaniletea hofu. Mashaka, yani mtu anatetemeka mpaka vidonda vya tumbo mwingine, hiyo ndoto tu inamjia. Na vitu vya shetani huwa vinakaaga sana kuliko vitu vya Mungu. Ndio maana ukijaribu kuangalia mambo mabaya huwa yanadumu sana kwenye moyo wako, lakini mazuri hayadumu. Mambo mazuri yanaweza kama amekutendea Emmanuel 20, lakini akafanya mistake tu jambo moja. Sema hilo moja mtu akaningangania, akasahau yale mema yote aliyofanyia. Kwa sababu shetani ana tabia ya kungangania mambo yake mabaya yakae ndani. Kwa hiyo hata akileta ndoto mbaya, anazinganganiza wewe unakumbuka. Yaani ukumbuke tu, ukikaa hivi ukila uione, ukirudi hivi ukumbuke ulibakwa usiku, ukumbuke. Kwa hiyo unalala huwezi kulala. Wengine nilikwambia juzi hawezi kulala. Akikaa hivi anaanza kukumbuka. Akikaa hivi anaanza kukumbuka. Akikaa hivi kwa hiyo unakuta ni hofu. Kwa sababu adui anataka upate hofu. Majasiri huwa hawawezi. Ndio maana anatanguliza hofu. Akisha kutangulizia hofu, Biblia inasema wenye hofu hawataurithi ufalme wa Mungu. Maana mwenye hofu hana kujiamini. Kwa hiyo akikutangulizia hofu amekukamata. Ya hofu, niliota hivi. Ninakufa. Unakuta mtu unakufa na nini? Mauti inanipata. Ninakufa. Anajifunika kubi. Hataki hata kuja tena ibadani. Nakufa. Unakufa na nini? Niliota napitishwa kwenye jeneza katikati ya watu. Na usipokaa makini anakufa kweli. Lakini nikakwambia ndoto pia huja kwa ajili ya shughuli nyingi. Unaweza ukawa huko kwenye shughuli nyingi sana. Mhubiri 5:3 utasoma mwenyewe ukapata ndoto, shughuli nyingi. Lakini utaona hapo ikiendelea anasema maneno. Kwa mtu wa maneno unapata mandoto na leo nataka tuziharibu. Leo nataka tuharibu hiyo nguvu ya shughuli nyingi. Maneno, unakuwa mtu wa maneno, inaleta mandoto mabaya. Mtu wa mizaa. Biblia inasema usikae barazani pa wenye mizaa. Unakuwa mtu wa mizaa. Ndio maana ukilala unaona bomu linakulipukia, lakini ni mizaa. Ana mizaa sana. Yaani unapenda utani ambao hauna sense, hauna tija. Utani ambao hauna kichwa wala miguu. Yaani wewe ni mtu wa maneno. Ni mtu wa shughuli nyingi. Kwa wakati mwingine unaweza ukawa kwenye shughuli nyingi kukakusababishia ukaota mandoto ya ajabu. Nasema usikae barazani pa wenye mizaa. Usipende mizaa, mtoto wa Mungu. Mungu hatunaga mizaa kwa sababu tunajua kabisa maisha huwa ni rohoni, sio mwilini. Sijakwambia sasa usicheke, cheka, furahi, lakini uepuka sana mizaa, kutaniana ovyo, kuongea ovyo.